Dada Joy, mafundisho yenu kwa wadada ni mazuri mno, na dada anayepita kwako asipofanya vizuri, huyo atakuwa ni chizi. Akipita kwetu alafu akapata yale mafundisho, alafu asipoyafanyia kazi, unajua jibu ni nini? Jibu ni kwamba yeye amejazwa zaidi mafundisho mengine ambayo yanakinzana na mafundisho tunayompa. Kwa sababu ukiangalia tena hapa kwenye TikTok, wadada wanaonyesha ujeuri. Listo, mwanangu naomba uwashe AC. Naona joto limenikaba sana. So, ukiangalia wasichana wengi ambao hapa wanaongeaga negative kuhusu mabosi, ni watu ambao tayari kwenye fahamu zao wanawaangalia mabosi kama maadui zao. Yaani badala ya kuangalia mabosi kama fursa kwao na kushukuru kwamba angalau zama hizi wakina mama wanatoka kwenda kutafuta kufanya ujasiriamali, kwa hiyo sisi tunapata fursa. Yaani kama mimi bosi wangu alikuwaga nesi wa kike, najiulizaga hivi yule mama angekuwa sio nesi, angekuwa tu labda ni mama wa nyumbani anafanya shughuli zake yeye mwenyewe, mimi ningetoa wapi fursa ya kutoka kwetu Moshi nije mjini huku nifanye kazi za ndani nipate mtaji? Kwa hiyo wadada ambao hawako, yani naweza kusema ni ujinga. Unajua Biblia inapenda sana kutumia neno ujinga. Ujinga sio tusi, ni kutokujua. Ukishajua ujinga unaondoka. Okay? Lakini wengine ni wapumbavu sasa. Wapumbavu ni wale ambao yani yeye ni kama ngozi haibadiliki. Japo siku hizi tunapambana kubadilisha ngozi, ni kama abadiliki. Huyo ni mpumbavu sasa. Hata umuelimishe vipi, haelimiki. Kwa hiyo na sisi ndio maana tunashare content zetu, kuonyesha pumba na mchele, kwamba kama kweli huyu bosi anatambua anachokitaka, akisikia tunayoyafundisha, atakuja kwetu. Atakuja. Yaani hiyo ndio inayotupa confidence. Na ndio maana sisi tuna wateja wengi sana. Mtu akitaka dada kwetu anasubiri wiki 8, miezi 2 hiyo foleni yake. Na hapo tumeongeza mabei ili kuweza kupunguza watu. Kwa nini? Kwa sababu tunahubiri kile ambacho watu wanakitaka majumbani kwao. Hayo tunayowafundisha hawa wadada ndio watu wanayoyatafuta kwa gharama yoyote ile ndani ya familia zao. Kwa hiyo wale wanaozingatia wanaishi vizuri sana na wanalipwa vizuri sana. Sasa kama watu wanalipwa hizo hela ninazotaja 500,000, 300,000, 150,000 ndio hela ndogo. Lakini tunahakikisha tunawapiga mabrashi ya kuondoa matakataka kichwani kwao, waweze kwenda kufanya kazi hizi kwa ubora, waweze kwenda kufanya kazi hizi kwa uaminifu, waweze kwenda kufanya kazi hizi kana kwamba wanajifanyia wao wenyewe. Manake hiyo ndio amri tuliopewa, kwamba unalotaka kutendewa mtendee mwenzio. Kuna huyu dada ukimuuliza hivyo ungekuwa dada wa kazi, ungekuwa wewe sasa, jifikirie, vaa viatu vya mwenye nyumba, kwamba wewe ndio mama mjengo. Anakuja dada labda anafanya vitu ambavyo nyinyi sasa mnavifanyaga. Wengine unataka utembee na mume wake, wengine unataka umpige mtoto wake, wengine wanataka sijui mambo kibao. Utajisikiaje? Anakwambia si nitajisikia vizuri. Naambia basi kama wewe utajisikia vizuri, basi bosi wako usiende kumfanyia hayo. Lakini ndio hivyo. Wengine wako huku kama nilivyosema, wana matakataka vichwani huko, waliojazwa. Unajua ndio maana Yesu alisema yeye amekuja duniani lakini sio wa duniani. Maana yake mafundisho ambayo unatakiwa kuyajaza kwenye moyo wako, kwenye ufahamu wako, ni mafundisho ya ufalme wa Mungu. Ni mafundisho ya neno la Mungu, kwa sababu neno la Mungu asili yake sio duniani, asili yake ni Mungu. Kwa hiyo ili uwe tofauti ndani ya dunia hii, inabidi kichwani kwako, moyoni mwako, matendo yako ufuate yale ambayo hayatoki asili yake, chanzo chake sio ulimwengu huu. Na ndio maana mnaona tunawafundisha sana kwa kutumia neno la Mungu, ili wawe mabalozi wazuri katika dunia hii kwa kutumia asili yetu sisi kama binadamu. Maana sisi asili yetu ni Mungu. Lakini ukisha haribika, ukaenda ukaenda kuwa mtumishi au mtumwa wa adui, atakujaza ya kwake. Akikujaza ya kwake ndio utakuja kuyaeneza duniani. Ukija kuyaeneza duniani ndio unaenda nayo kwenye familia za watu. Unataka ulale na mume wa mtu, unataka upige watoto wa watu, unataka uwafundishe mambo mabaya. Hizo ni kazi za ibilisi shetani, ambazo hapa sisi hatukubaliani nazo, hatuzifundishi. Na tukiwapata watu wa hivyo, wengine wezi,
lazima tuwaanike hapa, tuseme jamani, mnapokuja hapa mjue mnakuja mnaingia kwenye ulimwengu mwingine. Tuko duniani lakini tunayoyawakilisha sio ya duniani, tunayawakilisha ya Mungu. Sisi hapa ni mabalozi wa Mungu. Wakati dada ndio bosi wako wewe, bila yeye upati hela, na huyo dada bila mimi hapati hela. Okay? Na hiyo ndio shida kubwa wa Tanzania tulionayo, akili za kimaskini. Akili za kimaskini. Yaani wewe unaona dada ndio bosi wangu mimi, bila yeye sipati hela. Lakini umesahau huko mtaani wadada mnawalipa 30,000, mnawalipa 20,000 wadada wa kazi. Kwa Joyce Kiria huyu dada anapata pesa mara 800,000. Akija kwa Joyce Kiria, kwa brandi ya Joyce Kiria, anapata hela nyingi mno za mtu ambaye anafanya kazi ofisini, lakini huyu dada anazipata kwenye kazi za nyumbani. Hilo hujaliona, ila umeona tu mimi dada ndio bosi wangu. Fikra za kimaskini sana, na una uchungu, unaumia. Unatamani wewe ungekuwa Joyce Kiria ili hizo hela nazopata na wewe uzipate. Fanya kazi. Ukifanya kazi ya kuhudumia watu, ndugu yangu, ukajua matatizo ya watu wanayoyahitaji na ukahudumu kwa moyo mmoja, hizo pesa utazipata, na utazipata hata na zaidi. Kwa hiyo usiwe na chuki na usiwe na wivu. Hao wadada mimi nimewatoa mbali. Mimi napata lakini wao wanapata zaidi, kwa sababu Tanzania nzima kama mshahara wa wadada wa kazi wa serikali ni 60,000. 1,500,000 60,000 naingia mara ngapi? Hicho hujakiona. Hujakiona. Na huo ndio mshahara sisi kwetu, sisi tunaita kima cha chini. Hicho ni kima cha chini kwa taasisi yetu sisi. Hilo hujaliona. Ila umeona tu kwamba dada wa kazi mimi au ndio mabosi wangu. Sasa mimi nakwambia tu tunategemeana. Tunategemeana. Okay? Wao watakuja, mimi nitapata hela kupitia wao, lakini na wao watapata hela zaidi kupitia mimi. Kwa sababu bila taasisi yangu, bila kuweka mfumo, hizo hela wasingezipata. Hakuna aliyethubutu kuanzisha na kuongeza thamani, okay, kwenye kazi za nyumbani kama taasisi ya Joyce Kiria Superwoman. Kwa hiyo kama unaweza kufanya kitu ambacho hakijawahi kufanyika, pia utaweza kupata hela ambazo watu wengine hawajawahi kuzipata kwenye sekta yetu.